Mtazamaji wa Amash Online TV, na kwa sasa moja kwa moja tuelekee halmashauri ya wilaya ya Korogwe, ni kule kata ya Chekelei. Wananchi wa kijiji cha Madumu kata ya Chekelei, halmashauri ya wilaya ya Korogwe, wamesema kupitia zoezi la ubainishaji wa maeneo yao kwa ajili ya matumizi ya ardhi litawasaidia kukuza uchumi, kutambua mipaka yao na kumaliza migogoro iliyopo kati yao na vijiji jirani. Bwana Mohamed Hamisi Mhando na Biruti Daudi Manande wamesema hayo Aprili 10, 2025 kwenye mkutano wa kijiji uliolenga kupitisha mpango wa matumizi bora ya ardhi ya kijiji chao cha Madumu, siku chache baada ya kujengewa uwezo na timu ya wataalamu ya Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi kutoka makao makuu jijini Dodoma. Kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba sasa kwanza thamani ya ardhi ya Madumu itakuwa imepanda thamani, kwa sababu sasa imeingia kwenye mpango rasmi wa matumizi bora ya ardhi. Baada ya zoezi hili kukamilika, watu watarajie kwamba migogoro itakwisha, kwa sababu tayari tunatambulika kisheria kwamba mipaka yetu ni ipi. Sasa kupitia vyombo vyote vile vya utatuzi, basi lazima itafuatwa mipaka ile na hatimaye tutatumia ardhi yetu kama ilivyokusudiwa. Mwanzo tulikuwa hatujui, lakini sasa tumetambua kwamba tukiwa na hati miliki ya kijiji tunatambua mipaka yetu, na pia tunatambua maeneo yetu, viwanja vyetu tunaweza kuvitumiaje, na makazi yetu tunaweza kuyatumiaje kwa ajili ya kuchukua mikopo benki na sehemu nyingine zozote zilizoruhusiwa kwa ajili ya maendeleo yetu pamoja na familia zetu. Bi Esther Rapemo ni afisa kutoka makao makuu ya Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi. Amesema mradi wa mpango wa matumizi ya ardhi kwa sasa unafanyika ndani ya vijiji 333 kwenye halmashauri 21 zilizopo kwenye mikoa 14, huku vijiji 16 vikinufaika ndani ya halmashauri ya wilaya ya Korogwe. Na hapa anaelezea lengo la kuvifikia vijiji hivyo. Mkoa wa Tanga, wilaya ya Korogwe, mradi umelenga hasa kupitia kwenye vile vijiji ambavyo vimepitiwa na mradi wa umwagiliaji wa Mkomazi, kutatua migogoro ambayo ilikuwa ikiendelea baina ya kijiji cha Madumu na kijiji kingine cha Makuyuni, lakini pia ililenga kutunza mazingira na kuhifadhi mazingira, lakini pia kuongeza thamani ya ardhi. Kwa upande wake, Bi Aisha Yusufu Sekando, afisa wa halmashauri ya wilaya ya Korogwe, amesema kupitia mradi huo halmashauri yao inatarajia kupunguza migogoro ya ardhi, huku mwenyekiti wa kijiji cha Madumu Bwana Mudi Rashidi Kipimo na mtendaji wa kijiji hicho Bi Jeni Jekoleli Soimo wameelezea jinsi walivyopokea mradi huo. Halmashauri itatarajia kupunguza migogoro kati ya kijiji na kijiji, kati ya mtu na mtu, kwa sababu maeneo yatakuwa yamepimwa na kuainishwa. Tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuwezesha watu wa tume kuweza kufika katika halmashauri ya wilaya ya Korogwe na kuweza kufikia vijiji hivi 16 vikaweza kufanyiwa mpango wa matumizi ya ardhi. Kwanza serikali tuishukuru sana, imetuletea mradi ambao ni endelevu baada ya miaka 10. Ardhi leo ilikuwa unaiona haina thamani, lakini leo imeongezeka thamani mara 2 yake. Sasa hivi hatuna wazo la kujenga hospitali. Tumeweka eneo letu kwa kujenga hospitali, kuna dampo, kuna shule ya msingi, kuna maeneo mengi ya michezo, tumetenga maeneo ya mazishi. Huu mradi tumeupokea ni mzuri kwa ajili ya maendeleo ya kijiji na hata kwa wilaya kiujumla, kwa sababu tunakuja kupanga matumizi ya ardhi ya kijiji. Pia unatusaidia watu kupandisha au kuboresha au kuipa ardhi yetu thamani, maana baada ya kumaliza huu mpango una hatua 6 ambapo mpaka sasa tuna hatua 4. Tutakapofika hatua hizo 2 za mwisho itasaidia mtu kuwa na hati miliki ya ardhi ambayo itamsaidia kupata mikopo. Ikumbukwe kuwa katika awamu hii ya kwanza iliyoanza Aprili 3, 2025, jumla ya halmashauri za wilaya 7 ambazo ni Korogwe, Kilindi, Manyoni, Mtwara, Mpimbwe,
Ukerewe na Ushetu zinahusika na zoezi hili.